Katibu mkuu, unaweza ukatusaidia kubainisha pengine miji ambayo AFCON itakwenda kuchezwa kule, kwa sababu watu wasije wakapromosha hoteli za nyota 5 kumbe Dodoma haipo. Tayari tunaifahamu miji kutoka Tanzania ambayo AFCON itaenda kuchezwa. Kwanza wanaotaka kupromosha mahoteli Dodoma waendelee, kwa sababu sisi hatufanyi haya matukio, hata viwanja hatujengi kwa ajili ya AFCON peke yake. Lifespan ya uwanja wa Arusha ni zaidi ya miaka 100. Kwa hiyo utakuwepo baada ya AFCON mwakani. Kwa hiyo hata wanaojenga hoteli wakiilenga AFCON 2027 wasikate tamaa, hata kama hazitakuwa tayari bado. Yani hapa kama ni gari ndio limewaka hivi ninavyokuambia, tumeshabidi, tumeomba tuwe wenyeji wa All African Games nadhani ya 2028 kama sikosei. Huko tunakokwenda na sisi tutaanza kuomba kuwa wenyeji wa kombe la dunia. Unajua ukishakuwa na uwanja shekhe, ni sawa na wewe ukipeleka barabara ya lami kaliua magari yatakuja tu, si ndio? Kwa hiyo sisi hapa tukishafanikiwa tukajenga uwanja wa Benjamin Mkapa, umeisha. Uwanja wa Fumba Mheshimiwa Rais Mwinyi kula na ukimbiza kweli kweli. Uwanja wa Arusha Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan ameweka mpunga mezani. Yaani ule uwanja unajengwa, hakuna deni hata senti moja. Unakwisha na wenyewe, tuko asilimia saizi karibu 80. Tubakiza asilimia 20. Ukienda kule saizi wanapiga mapaa muda wote, nadhani baada ya mwezi mmoja wanaanza kufunga viti. Na nyasi tayari zimepandwa. Tukikamilisha uwanja wa Dodoma, tutakuwa tuna viwanja vingapi vikubwa venye CAF category 4. Tutakuwa tuna Benjamin Mkapa, tuna Arusha Stadium, tuna Dodoma Stadium, tutakuwa na Fumba Stadium. Ukiwa na viwanja vinne vyenye capacity ya zaidi ya 1030, ukaongeza vingine vya 20 ambayo tayari tuna Amani, tuna Uhuru, sisi peke yetu tunaweza kuwa wenyeji wa AFCON. Peke yetu. Bila kuwa na mpambe. Ona, niwape siri. Hata hii AFCON yenyewe mwakani sisi ndo tuliomba, mjue. Unajua watu wasijizime data. Sisi ndo tuliomba. Tulijiamini kwamba tunaweza tukawa wenyeji wa AFCON. Lakini baadaye tukasema hebu twende na majirani zetu. Kwa hiyo tunaweza kuwa wenyeji wa AFCON sisi peke yetu in the next 2 years. Mheshimiwa Rais ameshaanza kusema tuanze kujiandaa kujenga uwanja mkubwa Mwanza. Na unajua Mwanza hatuwezi kujenga 30. Unajua Mwanza ni mkoa una namba 2 kwa idadi kubwa ya watu. Kwa pale kama tunajenga tunapiga kitu cha 60, tumepungua sana 45. Ushanielewa? Maana yake tutakuwa tuna uwanja unao qualify kwa opening ya World Cup, kwa opening ya AFCON. Tukishajenga uwanja wa Mwanza, tukaja tukapiga kitu Mbeya, babu, imeisha hiyo. Chan haikufanya vizuri kwenye hamasa. Na wewe ni shahidi. Pamoja na viwanja tulivyokuwa navyo na tunavyotaka, mmejipangaje kwenye swala la kujaza viwanja? Kwa sababu wenzetu walioandaa mashindano yaliyokwisha walikuwa wanajaza sana viwanja kwa idadi kubwa. Mmejiandaje? Watu wengine wanasema purchasing power ya Watanzania ni ndogo kiasi cha kwamba wanashindwa kumudu gharama za kwenda viwanjani. Mmejipanga vipi kuingiza watu kwenye hivyo viwanja vya 60,000, 30,000? Wewe mwenyewe umekiri kwamba Dodoma isingeweza kujaza watu 60,000. Benjamin Mkapa umesema 7,000 ndio. Hebu tuambie nyinyi kama serikali kuelekea AFCON, mmejipangaje kuhakikisha viwanja vinajaa? Sababu mpira it's all about fans. Asante sana. Kwa kweli hicho ulichokisema Mahaji ni kweli. Kwenye attendance uwanjani tumezingua. Kwenye chani kusema ukweli hatukufanya vizuri. Na mimi nataka niseme kwamba hili tusilione kama ni jukumu la Wizara ya Habari au jukumu la TFF. Hili ni jukumu la Watanzania wote. Tunapoleta matukio kama haya, tumeshalisema mara nyingi, nchi inakwenda kufanya investment ya 1.2 trillion katika ujenzi wa miundombinu. Tunakwenda kulipa ada ya bilioni 76. Tumeshalipa. Tulilipa kwenye chani bilioni 34 ada. Matarajio yetu ni kwamba tunufaike na fursa zinazotokana na haya mashindano. Sasa kama hatujai viwanjani, tunapunguza hamasa. Tumewakaribisha, kujibu swali lako, tumewakaribisha wadau mbalimbali. Tushirikiane kuja na mbinu na program mbalimbali za kujaza watu viwanjani. Tumekutana na wadau wiki moja iliyopita. Tutakuwa na engagement na wadau wengine tupate maandiko mbalimbali, maandiko dhana mbalimbali, tuwe na approach ya kufanya watu waje wengi. Na mojawapo sasa ndio tuna matukio kama haya Miss World na mengine mengi ambayo yatakuja. Lakini naomba kutoa wito kwa vyombo vya habari. Na waombeni sana Wasafi. Najua
mmeweka slot maalum kabisa za michezo, na nawashukuru sana. Endeleeni kufanya hivyo, tuwahamasishe Watanzania, wageni wakija waone vibe la uwanja. Haji aliwahi kuja na kauli mbiu moja ya do or die akiwa kwenye chama kwenye timu moja huko, chama la wana Mnyama Simba na Benjamin Mkapa ilitema, lakini akaja na kauli mbiu zake alipokwenda kwa wananchi. Benjamin Mkapa pia ikafanyeje? Ikaja. Returns of the champion. Mimi kwanza nakuomba leo, nakuomba hapa mbele ya microphone za Wasafi, Haji, ukituzingua mwakani utakuwa ukututendea haki. Unajua Mheshimiwa Msigwa unaweza ukamlaumu tu Haji, lakini kuna kosa la kiufundi linaendelea kufanyika. Haji peke yake hawezi, na hii shughuli haisubiri mwakani. Kuna kitu kimoja tunakimisi. Mimi nimehudhuria World Cup tofauti, AFCON tofauti. Sisi mpaka leo ile visibility kwamba kuna kitu kinakuja haipo. Yani tunaona mabango nini kwamba AFCON sijui karibuni, AFCON sijui 2027. Yani hata mgeni anayekuja na kuondoka hajui kwamba mwakani kuna shughuli kubwa, na hiyo haianzi mwakani. Kwa wenzetu huwa wanaanza ushereheshaji 2 years before, 1 year before. Yani tu mgeni akifika airport anakutana na bango pale wakati anatoka, anajua hapa kumbe mwakani kuna shughuli kubwa. Lakini mpaka sasa hivi ile visibility ile kusema huu mji kuna kitu unaandaa, huu nchi kuna kitu unaandaa, hakuna. That's a mistake. Kwa sababu hii shughuli haiwezi kuanza Januari mwakani. Ila mimi naamini katika hilo nimjibie katibu mkuu na waziri wake ambaye kusema kweli wote ni watu wa hamasa. Naamini mtaanza sasa hivi. Ushauri mzuri sana ameutoa Edo. Anzeni sasa, na sisi Wasafi na Watanzania wapenda mpira tutawasaidia katika, kwa sababu hili jambo letu ikifanikiwa sio sifa ya Msigwa wala Makonda peke yake, ni sifa ya Watanzania wote. Kwa naahidi kwa niaba ya wenzangu tutawasupport. Na ukizungumzia Wasafi, Haji, ni muombe Mheshimiwa Katibu hapa atupe go ahead tuwe wanafamilia jana na leo kuhamasisha Watanzania kuelekea mwakani. Hiyo ruhusa nimeshaitoa. Kama kuna karatasi la kusaini leteni ni sign. Na kamzigo kadogo. Shughuli anje rasmi. Kamzigo akatacheza mbali. Lakini kusema ukweli, ulichokisema Edo, ulichokisema Haji ni kweli kabisa. Ni kweli kabisa, tunahitaji kuanza hamasa mapema. Kabisa. Ni lazima watu waanze kuiona kuanzia wanapoingia kwenye nchi yetu, sio airport peke yake. Kwenye mipaka yetu mipaka yote kila sehemu, kila mahali. Na mimi ni kuahidi very soon, karibuni sana utaanza kuona vitu vinatokea. Lakini moja tu Oscar, hili jukumu lisiachwe kuwa la serikali peke yake. Nimefurahi Adela unasema kwamba mtaanza kwenye jana na leo, muwe na slot ya kuzungumzia AFCON angalau kila siku. Zungumzieni na Miss World pia, lakini kila mmoja alipo, unayefanya biashara, uko na hoteli, uko na gari, tuone ni pride. Unajua hii ni product. Mheshimiwa Rais alichokifanya ni kutuletea jambo. Sasa sisi kila mmoja alipo aone ni namna gani atatumia fursa aliyopo. Wewe una bajaji, kuna ubaya gani ukisema karibu AFCON huku nyuma ya bajaji yako? Kwa sababu mwisho wa siku watakaokuja AFCON si watapanda bajaji. Wewe una restaurant yako, ukaandika hapa welcome to AFCON 2027 Tanzania, haupungui kitu. Hayo mastika yanatakiwa badala ya kuweka picha badala ya kuweka picha ya mapenzi pale, basi weka hiyo. Mheshimiwa Msigwa, leo unasikilizwa na mamilioni ya watu. Ndio. Lakini kuna jambo moja tu nikurudishe nyuma kidogo. Tanzania iko kwenye uchumi gani? Wakati wa chini, wa juu. Maana yake imezungumzwa wakati mwanzoni. Au wakati mwanzoni, wakati kushoto. Mbona au wa chini kabisa mnatuchanganya? Nimesikia juzi imezungumzwa kwamba sisi ni taifa la uchumi wa chini. Hebu iweke sawa. Na kwa mtu ambaye hana uelewa wa mambo hayo ya uchumi wa kati, wa chini, wa juu, kushoto, anaelewaje inapozungumza Tanzania iko kwenye uchumi wa kati au wa chini? Nilikuwa nakafungua na kanondo kangu hapa ili nikujibu kwa data. Kwanza, kwa ujumla, Tanzania ipo katika uchumi wa kati wa kiwango cha chini. Kazi tunayoifanya sasa hivi na tutakayoifanya wakati tunatekeleza dira yetu ya maendeleo ya 25-50 ni ya kuutoa uchumi wa Tanzania katika kima cha chini, katika uchumi wa kati wa chini, kima cha chini, kwenda uchumi wa kati, kima cha juu. Hivi ninavyozungumza na wewe Haji, pato letu la mtu kwa mwaka wanasema per capita
kwa mwaka ni dola 1343.9 pato la mtu kwa mwaka. Kufika 2050 tutakuwa tumefika dola 7,000 pato la mtu kwa mwaka. Dola 7,000 ni sawa na zaidi ya shilingi milioni 10 nadhani 16 hivi. Ikifika hapo tutakuwa tuko kwenye pato la kati, kima cha juu. Ndio kipindi hicho ambapo tutakuwa tunazungumzia Tanzania yenye uchumi wenye thamani ya dola za Kimarekani trilioni 1. Sasa kama kuna mtu anasema Tanzania iko kwenye uchumi wa chini, basi achukue hiyo taarifa. Nampa taarifa, mimi ndo msemaji mkuu wa serikali. Tanzania iko katika uchumi wa kati, kima cha chini, na sasa tunakwenda mbele na uchumi wetu unafanya vizuri sana. Mwaka huu tunategemea uchumi wetu ukue kwa zaidi ya 6%, kwa wastani wa zaidi ya 6%. Malengo yetu tutakapokuwa tunakwenda huko mbele, uchumi wetu uongeze ukuaji hadi kufikia 10%. Tukifika hapo tutakuwa tumefika mbali na tuko vizuri na tutafika inshallah, kwa sababu Mheshimiwa Rais amefanya maamuzi mengi ya makusudi ya kujenga sekta binafsi kwenye uchumi wa dola za Marekani trilioni 1. Kwa 70% tutaitegemea sekta binafsi, na ndio maana Mheshimiwa Rais yuko bize kuhakikisha tunajenga miundombinu, reli, barabara, tunakuwa na ndege za uhakika, tunaimarisha bandari zetu, tunakwenda kwenye uchumi mkubwa wa gesi utakaofanya mageuzi makubwa ya kiuchumi kwenye nchi yetu. Watanzania tuzungumze maendeleo. Haya mambo, hii game mbona nyepesi sana? Hapo katika swala la SGR umenikumbusha jambo kuhusu watu wanataka kujua ni lini tutafika wapi kwa mujibu wa mlivyojiwekea deadline zenu. Labda Mwanza Kaliua itapika lini? Yaani mipango ya sasa hivi, kwa sasa hivi. Maana pale Dodoma naona watu wanakatiza. Dodoma tunafika tayari. Mpango wetu ni kwamba reli yetu hii ambayo inatoka Dar es Salaam, Dodoma, Dar es Salaam, Morogoro, Dodoma, Tabora, Isaka, Mwanza. Lengo letu sisi mpaka mwisho wa mwaka 2028 tuwe tayari, yani watu wako Mwanza wanakula sangala pale, au sio? Lakini 2030 lengo letu mwisho wa reli Kigoma tuko pale, tunapiga mluzi. Madini tulionayo, Tanzanite, dhahabu, almasi, kila aina madini hapo, na tuna mbuga nyingi za wanyama, tuna gas ya kutosha. Ina reflect na maisha halisi ya Mtanzania. Ni kweli tunayo changamoto kwenye wingi wa rasilimali tulizonazo ikilinganishwa na hali ya wananchi wetu, na ndio maana tunakwenda kwenye utekelezaji wa miradi hii ili tubadilishe rasilimali tulizonazo kubaki kuwa ardhini na kujisifia tu kwamba tuna madini tuna nini, zitoke sasa huko ardhini ziingie kwenye mfuko wa haji. Hiyo ndio kazi tunayoifanya. Tunavutia sekta binafsi iende ikaongeze uwekezaji kwenye uchimbaji wa madini, ndani yake vijana wetu wanapata ajira. Mmemsikia Anthony Mavunde, waziri wetu wa madini, jinsi tulivyo na mipango kabambe ya kuwawezesha Watanzania. Sasa hivi hatutaki tena kuwa kama mazuzu, kwamba akija mzungu hapa tumemkabidhi mgodi wetu, basi chimba tani yako nenda. Tumemwekea mpaka na masharti kwamba sasa bidhaa zifuatazo katika mgodi wako zitatolewa, ama huduma zifuatazo zitatolewa na Watanzania. Hizo ni jitihada za kuhakikisha rasilimali tulizonazo Watanzania zinatunufaisha Watanzania. Leo hii mtu hawezi kuja kuanzisha mgodi Tanzania. Kila mgodi unaoanzisha serikali na hisa sio chini ya 16%. Ni maamuzi ambayo serikalini tumeyafanya ili rasilimali tulizonazo zibaki kwa Watanzania. Achilia mbali sijui wanapata ajira, sijui wanapata nini na nini. Yaani wewe ukija tu njoo na kila kitu, sisi tunakwambia bwana sikiza bwana utachimba hapa, lakini mzigo ukitoka tu 16 sisi tunatia mfukoni kwanza kabla hatujaongea mambo mengine. Tukienda kuchukua na kodi huku na kila kitu wenyewe mnaweza mkaona hesabu yake. Kwa hiyo hizo jitihada zinafanyika, lakini Haji, lazima tuwe wakweli wa Tanzania, lazima tuambizane ukweli. Tunataka tutoke kwenye unyonge, lazima tufanye kazi. Huo ndio ukweli. Lazima tufanye nini? Kazi. Heshima ya mtu, hata Mwalimu Nyerere alisema baada ya uhuru ni nini? Kazi. Lazima tufanye kazi, kwa sababu hatutaweza kunufaika na hivi vitu kama tutakaa ndani
Kazi yetu tu ni kwenye mitandao kupishana. Hakuna. Wenzetu nchi zilizoendelea wamepiga kazi. Endelea. Kwenye hiyo mipango mizuri ya serikali ya maendeleo, vijana ambao ni wengi ambao hawana ajira wanashirikishwa kwa kiasi gani? Tumefanya hatua nyingi mbalimbali na kusema ukweli, Mheshimiwa Rais yani kaona pamoja na hatua zote haitoshi, kaamua aweke kabisa na wizara ya vijana. Leo pia ilikuwa nasoma bajeti yake ya wizara ya vijana, wizara ya maendeleo ya vijana. Yani Mheshimiwa Rais ameona pamoja na kuwa na mipango mbalimbali ya kuwezesha vijana, sijui kuwapatia mikopo, kuwapatia maeneo ya kufanya kazi, kuwapatia elimu. Unajua watu wasisahau, watu nafikiri mtu akiwa mwanafunzi anakuwa sio kijana. Walioko shule ya msingi mpaka vioni ni vijana na wanapata mikopo. Sasa hivi fedha zinazopelekwa kwa ajili ya kugharimia elimu zinakaribia shilingi trilioni 1. Hii yote ni kwa ajili ya kuwawezesha vijana, kwa sababu hatuwezi kuwa na vijana ambao hawana elimu. Lazima pia vijana wasome, wapate ujuzi. Na Mheshimiwa Rais amefanya kazi nyingine kubwa ya kimkakati kuupitia upya na kuurekebisha mtaala wa elimu wa nchi yetu, ili badala ya kuwa na akina Dela wamejaza madigrii afu ukimwambia akatafute hela hawezi, tuwe na watu ambao akimaliza chuo anaweza kuanzisha biashara yake, anaweza kwenda kulima shamba lake, anaweza kwenda kufuga, anaweza kufanya hiki na hiki. Sio lazima watu wote tukimbizane na bahasha. Sasa najua nikisema hivyo watu wanasema huyu anasema kwa sababu yeye tayari ana kazi. Lakini jamani, nyinyi wote mmetembea nchi zote. Hivi watu wananyang'anyana kwenye kazi za serikali. Mimi nimepita nchi, sitaki kuzitaja. Mtu akiambiwa umeajiriwa serikalini analia. Anaona sasa mimi nimewekewa kikomo kwamba sasa mimi maisha yangu yote mimi ni mtu wa mshahara kiasi fulani mwisho wa mwezi basi. Watu wanapenda aenda akatumie vipaji vyake, atumie maono yake, afanye biashara. Unajua mfanya biashara anaweza kuendelea. Mimi mfanyakazi ni mpaka Mheshimiwa Samia kule amue kupandisha mshahara. Vinginevyo viela vyangu bivi vinapimika. Yaani kabisa unajua huyu bwana mshahara wake shilingi ngapi huyu? Milioni 2. Huyu milioni 2 kwa mwaka milioni ngapi? 24. Huyu nje ya milioni 24 huyu afanye kitu. Hapo una watoto, una sijui mke, una ndugu, shangazi, mjomba na. Sasa watu hawataki duniani, sasa watu wanakwenda kwenye kujenga uwezo wao wenyewe, kutafuta. Sasa Watanzania ukiambia hivyo wanakuwa wakali kweli kweli, lakini jamani tukiamua sisi wote, mnasikia hapa dira ya taifa 70% ni sekta binafsi. Kama watu wote tutakwenda kuajiriwa na serikali, hii 70 inaleta nani sasa? Kabisa. Nataka turudi nyuma pia kidogo. Moja kati ya mashirika yetu ambayo umeyataja hapa ni ATCL, ambalo umetueleza hapa kwamba sasa hivi tuna ndege 16. Lakini kila tukimsikia CAG akija kutupa report kule tunaona ni hasara kila siku. Kumekuwa kuna maoni kwamba kama nchi hatuwezi leta kampuni huko airline moja tukaamua kuipa nafasi wao wakafanya hii huduma kwa Watanzania, halafu kila kitu wakachukua wao, sisi tukapata huduma hapa. Kwa maana ya ATCL shirika letu ni kama limekuwa na muendelezo wa kutengeneza hii hasara. Ipi kauli ya serikali kwenye hili? Kwanza naomba nirudie kwamba sio dhamira yangu kujadili ripoti ya CAG. Ripoti ya CAG na utaratibu wake na serikali itakwenda kuijibu, lakini kama ulisikiliza vizuri, hasara inayotajwa kwenye ATCL inapungua mwaka hadi mwaka. Hili ni shirika letu jipya. Kujenga national airline ambayo ita break even, yani itaanza kutengeneza faida, inataka muda. Na nyinyi wote mnafahamu 2015 ni kama vile shirika halikuwepo. Tumefufua upya. Ndio kwanza tunalianzisha. Hata siku moja Edo nimekusikia unazungumza hapa. Kwa ndio kwanza tunalijenga shirika letu. Na shirika letu linafanya vizuri sana. Hivi ninavyozungumza lina vituo 35 ambavyo linatoa huduma. Kati ya hivyo 17 ni vya nje ya nchi. Destination. Hizo ni destinations. Sawa. Sasa unapoiangalia faida ya airline, ukiishia kuangalia faida inayotokana na tiketi za Oscar, za Adela, za Edo na Haji, utakuwa umeangalia kwa mtazamo mdogo. Tukitaka tuangalie kwa mtazamo mkubwa, tuangalie pia malengo yaliyotuwezesha kufufua shirika hili. Kwa sababu mpaka limefika mahali likayumba, ilikuwa hivyo ninavyosema. Na kuna wakati pia tuliwapatia watu watusaidie kuendesha, lakini tulipata nini? Bado shirika ifanyeje? Hasara. Mashirika, lakini duniani mashirika ya ndege yanatumika kimkakati. Sisi tunataka watalii hapa. Leo hii
nilikuwa nasoma ripoti ya Wizara ya Maliasili na Utalii. Tumefikisha watalii milioni 5.9. Sawa, milioni 5.9. Lakini kulingana na ilani ya uchaguzi ya Chama cha Mapinduzi, serikali tumepewa lengo la kufikisha watalii milioni 8 ifikapo mwaka 2030. Hatutaweza kufikisha watalii milioni 8 kama huna usafiri wa uhakika wa ndege. Kwa sababu unamfanya mtalii badala ya kuja kufanya utalii kwa siku 5 Tanzania, afanye utalii kwa siku 20. Atachagua nchi yenye usafiri, ndio kwa atakwenda. Kwa hiyo tunataka tuvutie wawekezaji kwenye madini. Tunataka tuvutie wawekezaji kwenye kilimo, waje wengi. Wawekezaji kwenye kilimo, kwenye madini wanataka usafiri wa uhakika, ili madini watakayoyapata wayawahishe kwenye masoko na wao wenyewe waweze kwenda kwenye maeneo ya uzalishaji. Tunataka Watanzania waweze kusafiri kwa haraka kutoka sehemu moja. Mimi wiki iliyopita nimefanya mkutano Dodoma, nikafanya mkutano Dar es Salaam, nikafanya mkutano Arusha, nikarudi kulala Dar es Salaam. Ndani ya siku hii ni kwa sababu ATCL ipo inafanya kazi. Isingekuwepo ningefanya mkutano huu mmoja tu wa Dodoma. Umeshanielewa? Sasa hivyo inatokea pia hata kwa wafanyabiashara wengine. Kwa hiyo manufaa ya shirika la ndege ni mapana na ni mengi kuliko tiketi ya abiria.